Hii hapa hadithi ya tajiri mwanamke aliyempenda masikini kwa dhati. Mapenzi bila mipaka. Katika jiji lenye majumba marefu na mitaa yenye mwangaza wa dhahabu, aliishi binti tajiri aliyeitwa Sofia. Alikuwa binti pekee wa mfanyabiashara mashuhuri, bwana Mwalimu. Maisha yake yalijaa anasa, magari ya kifahari, mavazi ya bei ghali na safari zisizoisha. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na upweke mkubwa. Siku moja aliamua kutoka nje ya mipaka ya maisha yake ya kifahari na kutembea mitaani bila walinzi wake. Akiwa kwenye soko la watu wa kawaida, alikutana na kijana aliyekuwa akiuza machungwa. Jina lake lilikuwa Juma, kijana maskini mwenye tabasamu la kuvutia na macho yenye upole wa ajabu. Sofia alivutiwa naye mara moja. Hakujali mavazi yake ya kawaida wala maisha yake duni. Kulikuwa na kitu cha pekee ndani ya Juma, unyufu wake, upendo wake kwa maisha na jinsi alivyotabasamu hata katika hali ngumu. Kila siku Sofia alizidi kumkaribia Juma. Alianza kununua machungwa yake kila siku, si kwa sababu aliyahitaji, bali kwa sababu alitaka tu kumuona na kuzungumza naye. Mazungumzo yao yakawa marefu, yakaanza kutoka kwenye biashara na kuingia kwenye maisha ya ndani zaidi, ndoto, matarajio na huzuni walizopitia. Bila kujali tofauti zao, walipendana kwa dhati, lakini mapenzi yao hayakuwa na amani. Watu wa tabaka la Sofia walishangaa, wakimwonya kuwa alikuwa anaharibu heshima ya familia. Baba yake alipojua, alikasirika sana. Sofia, huwezi kuwa na maskini huyu, unastahili mwanaume wa hadhi yako. Baba yake alinguruma, lakini Sofia hakujali. Baba, mali sio kila kitu, mapenzi ni ya moyo, si ya pesa, alijibu kwa ujasiri. Baba yake alijaribu kila njia kuwaachanisha, hata kumtuma Juma mbali na jiji kwa hila, lakini upendo wa wawili hawa ulikuwa na nguvu kuliko njama yoyote. Baada ya muda, Sofia aliamua kuchukua hatua ya mwisho. Aliamua kuachana na maisha ya kifahari na kuanza maisha mapya pamoja na Juma. Alikubali kushuka hadhi yake kwa ajili ya upendo wa kweli. Walifunga ndoa katika harusi ndogo, wakashuhudiwa na marafiki wachache waliowaelewa. Maisha hayakuwa rahisi, lakini walikuwa na furaha. Waliishi kwa mapenzi ya dhati, wakithibitisha kuwa utajiri wa kweli si pesa, bali ni kuwa na mtu anayekupenda bila masharti. Baada ya miaka kadhaa, hata baba yake Sofia aliona nguvu ya upendo wao na akawapokea tena. Alielewa kuwa mali haiwezi kununua furaha na kwamba mapenzi ya kweli hayana mipaka.